Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini tukielekea tena huko katika Mashariki ya Kati, wanajeshi wa Israel watangaza idadi ya wanajeshi wengine waliouawa huko katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi hao mnamo siku ya Jumamosi walitaja wanajeshi wengine wawili ambao waliuawa katika mlipuko wa jengo siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita kusini mwa ukanda wa Gaza, ambapo 4 kwa ujumla waliuawa na 5 walijeruhiwa. Wanajeshi waliouawa walikuwa ni Sergeant Tom Rostein mwenye miaka 23 kutoka Ramat Gan na Staff Sergeant Yuri Honotan Cohen mwenye miaka 20. Wote wawili walihudumu katika kitengo cha uhandisi cha wasome cha Yahalom. Siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita, jeshi lilitangaza majina ya wanajeshi 5 ambao waliuawa kutokana na vita huku katika ukanda wa Gaza. Kisa hicho kilitokea muda mfupi baada ya saa 12 asubuhi katika kitongoji cha Khan Yunis na Bani Shuhaila. Hamas ilichukua jukumu la shambulio hilo. Hata hivyo, wakati kundi hilo likiendelea kuwasaka Hamas na ikidai kwamba inaendelea kuwasaka hadi wapatikane na kuwaondosha kabisa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, Hamas inadai itaendeleza mashambulizi dhidi ya jeshi la Israel hadi tone la mwisho. Kundi la Hamas ambalo viongozi wake wengi wameuawa kutokana na operation mbalimbali zilizofanywa na Israel, wamedai kwamba katika nyakati ambazo hawatakata tamaa ni nyakati hizi ambazo Israel imeamua kuvamia na kuingia kabisa katika ukanda huo wa Gaza. Hamas pia imesema kwamba mateka ambaye aliachiliwa na Hamas ambaye aliwafahamu Cohen na mwenzake aliomboleza wanajeshi hao wawili katika chapisho la mtandao wa kijamii, akisema kwamba hawakuwa na wakati wa kuishi, sio kupenda, lakini pia kutokana na jinsi tulivyotendewa na Hamas ni kweli wasingeweza kuishi. Anasema mateka huyo ambaye aliachiliwa na kundi la Hamas miezi iliyopita. Baada ya vifo vya wanajeshi hao, jeshi la IDF ambalo linadai kwamba hadi wakati huu ni wanajeshi karibia 9 sasa wameuawa kutoka siku ya Ijumaa, lakini wanasema kwamba wapo katika mapambano na wapo makini katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, huku wakichunguza kila mahali ili kuhakikisha wanawapata Hamas kwa kadri inavyowezekana. Ili kufanya kazi bila kudhuriwa na kilipuzi, tunatumia mbinu mbalimbali. Tutachunguza tukio hili, wanasema IDF. Hata hivyo, wanasema kwamba kufanya makosa si kurudia makosa. Tutaanza tena na tutaweza kuwapata Hamas na tutawashambulia kutokana na kwamba wao ndio ambao walianzisha vita hii, wanasema IDF. Hata hivyo, mkuu wa IDF Generali Eyal Zamir anasema kwamba katika nyakati ambazo Hamas watajuta ni katika kipindi hiki ambacho wanazidi kuwa askari wao. Hata hivyo, nadaiwa kwamba bado ni ngumu kuwapata Hamas licha kwamba jeshi la IDF linapambana kwa ajili ya kuwapata, lakini imekuwa ni ngumu kuwapata, na kinachotokea ni kwamba wanawahi kufanya mauaji kabla hata hawajapatikana. Lakini kwa mujibu wa Eyal Zamir, mkuu wa jeshi la IDF la Israel, anasema kwamba lazima watawapata kundi hilo la Hamas na watahakikisha hawataondoka katika ukanda wa Gaza hadi kundi hilo wahakikishe limeondoka. Mkuu wa IDF Bwana Eyal Zamir anasema alifanya tathmini kuhusu matukio yote mabaya katika kamandi ya kusini mapema siku ya leo Jumatatu. Tutapata mafunzo zaidi kutokana na matukio haya. Viongozi wa Israel wametoa salamu zao za rambirambi, akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akiita siku ya huzuni na ngumu, akisema kwamba walioanguka walitoa maisha yao kwa kampeni ya kuwashinda Hamas na kuwarudisha mateka wao. Wapiganaji wetu walitoa maisha yao kwa ajili ya usalama wetu, alisema. Watu wote wa Israel wanakumbatia familia hizo za wapendwa katika huzuni yao nzito. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi ambayo yanajiri ulimwenguni kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.